Jambo la kwanza, unaomba mapenzi ya Mungu unaponena kwa lugha. Unaponena kwa lugha unaomba mapenzi ya Mungu. Wakorintho wa kwanza 14 mstari wa 2, maana yeye anenaye kwa lugha hasemi na watu, bali husema na Mungu, maana hakuna asikiaye, lakini anena mambo ya siri katika roho yake. Ndio maana kuna wakati mwingine unaweza uaga, naambiaga watu, mfano umeamka asubuhi unasikia a burden to pray for someone, au umeamka usiku umeamshwa afu unasikia you have to pray kuhusu kitu fulani. Unajua mshakutana experience, unaamka unasikia moyo unauma tu. Sio na experience, moyo unauma na unatamani niombe nini, uelewe uombe kitu gani. Moja kati ya siri kubwa ukitaka kuomba mapenzi makamilifu ya Mungu, start speaking in tongues. Anza kuomba kunena kwa lugha. Ukianza kuomba kunena kwa lugha, unaomba sawa sawa na mapenzi makamilifu ya Mungu. The problem about people, watu kunena kwa lugha wanakuchukulia kama ni fashion, yani kwamba anajisikia Wakorintho wa kwanza 14:2. Unajua wachekeshe kitu kimoja. Mimi nilichelewa kunena kwa lugha, sawa? Yani unajua mimi nimekulia kwenye dini kwa dini zetu hizi. So nimekuwa kuna namna tulikuwa tunachukulia kunena kwa lugha. Kuna namna. So sikuwa nimewahi kunena kwa lugha na nikaokoka, nikawa natamani kunena kwa lugha isivyo kawaida. Na mimi nikawa nadhani kunena kwa lugha ni kwamba nasubiri Roho Mtakatifu aanze kuniombesha. Kumbe kunena kwa lugha, Roho Mtakatifu anashika ulimi wako kuanza kunena ukiwa unaomba. Kwa hiyo unasubiri na kunena kwa lugha kutoka nje, kunatoka ndani. Out of your belly shall flow rivers of living water. Sio kama nasema nataka kunena kwa lugha, baba. Mbona hiji? Kwa mimi nilichelewa kunena kwa lugha kwa sababu nilikuwa nasubiri Roho Mtakatifu anene. Wakati Roho Mtakatifu anasema nitawapa lugha, yeye ndo anakupa lugha, kunena ni wewe. So ile kitu ilinisumbua muda mrefu bwana. Kweli kwa kaza ujazo wa Roho Mtakatifu, watu wanaombewa na baba. Mimi nasubiria tu hivi. Anaelekea mkono natulia. Ila kichwani anakuwa anapita mawazo tu. Yaani kwamba nanena. Mbona hiji? Niliteseka jamani, niliteseka. Nakumbuka siku nimenena kwa lugha ilikuwa retreat camp Dodoma. Tumeenda Dodoma bwana. Siku akala nimetafuta kunena kwa lugha kuanzia titi inaanza mpaka mwisho simeni. Alafu unajua kunena kwa lugha bwana, kila mtu anena kwa lugha, yani kuna namna, kuna watu wanena ambao na enjoy. Ushakusema watu wanena latuma ibaba kaba katuata latwa. Unasema mimi nataka kama yeye. You don't need. Unadhani kwamba ile tangi yake ndio ina majibu makubwa kuliko ya kwa. Kuna ingine tangi zao sio ladaba ra. Anasema hii ya kwangu hamna, hii haja. Natamani ile kuna mabiti wananena ukisikia tangi lakadua alika baba alatwa. Unasema mwanaume unasema na mimi nataka kama za huyu. Ndugu zangu, hakuna capital tongue wala small tongue. Tongue are tongues bila kujali nini, kwa sababu effect ya tongue sio unanenaje. Effect ya tongue ni Roho Mtakatifu ananena kwako kupitia wewe kuzalisha inafanya matokeo. So hakuna capital tongue, hakuna small, japo kuna growing in tongue, kwa sababu tongue kiukweli kunena kwa lugha ni lugha kama Kiswahili, yani ina silabasi. Ndio maana kuna watu wana uwezo wa kutafsiri. Unaweza kuwa nena akakusikia akakwambia hapo nanena hivi, unaongea hiki. Wakati mwingine ukiendelea kunena kwa lugha unaweza kuwa unaomba unena kwa lugha na unajua ninachoombea hapa ni hiki. Yaani mwenyewe wewe umejua, je, unajua hapa ninachoombea naombea uchumi. So you are growing. Unapozidi kunena sana unazidi hata zile nani zinabadilika. Sawa? So baba alivyoniombea nikaanza afu nikanena capital tongue. Nikanena. Amini usiamini. Nilipotoka pale, yani ile vibe ya kunena nikasema wow, nimenena, nikaacha kunena. Yaani nikaachana na mambo ya kunena. Nikasikia vibe kwamba wow. Kumbe wanaponena wanajisikia, maana nisikia la. Yaani kumbe wanapojisikia hivi, nikaondoka. Nikaachana na mambo ya kunena. Sishanena nilichokuwa nakitaka. Bila kujua faida za kunena kwa lugha. I will teach one day. Yaani kunena kwa lugha ni, yani siku ile niliwaambia kunena kwa lugha ni sawa sana unapochaji simu yako. You are charging your spirit. Juzi niwafundisha kwa habari ya namna ambavyo maombi yanayofanya kazi kama nini? Kama refinal. Nakumbuka Jumapili niwafundisha. Sasa niwape siri moja kati ya refinal fire ni kunena kwa lugha. Yaani chochote unachotaka wewe usihangaike. Yaani jizoeze kunena kwa lugha. Yaani kila siku nena hata kwa lugha hata saa nzima.
lakatuma katuaka baba. Ukinena kwa lugha ni refine. Ukija kushtuka unashangaa una word of knowledge, ukija kushtuka una hekima ya kuelewa mambo, ukija kushtuka yani vyote unavyovitaka. Ukianza kunena kwa lugha unapata hivyo vitu. Niliwaambia kwenye Matendo 1:8 mtapokea nguvu akisha kwa ajili ya Roho Mtakatifu. Cha kushangaza, baada ya kupokea nguvu tumepokea kunena kwa lugha. Hujaelewa maana yake ni nini? Maana yake nguvu ziko ndani ya kunena kwa lugha. Nyinyi hamjaelewa. Mnalodi sana. Mnalodi. Aisha mtapokea nguvu akisha kuingia nini? Juu ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu amekuja, tunanena kwa lugha. Mnatembea kwenye power. Maana yake anachoambia, sikilizeni nyie, siri ya power, ranoma shatoma kaparada. Watumishi wakubwa karibu wote wanaotembea nguvu za Mungu wananena kwa lugha muda mrefu. Hiyo ndio siri yao kubwa sana, niwaambie. Kwa sababu as you are speaking in tongue, unajipitisha kwenye jiko la kujipika. Alafu ukijipitisha kwenye jiko la kujipika vinatoka vitu mbalimbali. Inatoka hekima ya kiungu, inatoka favor, do you get what I'm saying? Toka kibali cha kiungu, toka hekima, zinatoka nguvu za Mungu. Kwa hiyo sema natamani Mungu anipe nguvu, uhitaji kutamani. Pray in tongue for so long. Hello. Siku moja baba akanipigia simu akaniambia, "Sikaka ile kitu tunaona unanena. Vipi unaendelea kunena?" Nikamwambia si nena siku ya kwanza. Speaking in tongue is one of the ways to pray the will of God. Tumeelewana vizuri? So unapoombea kitu afu unaona una mashaka nacho, usihangaike. Ombea ndio kwa Kiswahili lakini switch in the spirit. Tumeelewana vizuri? Ndio maana kwa mfano watu ambao wanafahamu siri mara nyingi wao wamejizoeza kunena kwa lugha muda mrefu kuliko Kiswahili. Watu ambao wanajua hii siri. Sasa bahati mbaya sana niwape siri. Ukiwa unanena kwa lugha, akili yako haitaki unene kwa lugha. Naturally haitaki. Yaani akili haikubali. Ndio maana utagundua kianza kunena kwa lugha akili inakwambia yaani inakuonyesha wewe unafanya nini? Yaani ongea Kiswahili yaani kwa sababu ukiwa unanena kwa lugha akili haifunction, haielewi wala haina. Ndo essence ya kunena muda mrefu ni kwa sababu akili haitumiki, kwa uchoki. Mtu anayeomba Kiswahili saa moja na anena kwa lugha saa moja wafanani wa Kiswahili. Kwa sababu kila neno utakaloliongea kabla hujaliongea akili lazima ichakate. Na hakuna kitu kinatumia energy kwenye mwili kama nini? Akili. Ndio maana kuomba kwa Kiswahili, oga. Jambo la pili, ukitaka kuomba mapenzi ya Mungu makamilifu, pray from the revelation of scriptures. Omba kutokea kwenye ufunuo wa neno la Mungu. Ndio maana huwezi kuwa na maombi unaomba yenye matokeo na una andiko la kushikilia hicho unachoomba. Lazima uombe sawasawa na nini neno la Mungu linasema. Ndio maana hata uombe vizuri namna gani, ukiomba kinyume na neno la Mungu upate matokeo ya unachokiomba. Isaya 55 mstari wa 8 mpaka 11. Isaya 55 mstari wa 8 mpaka 11. Ule mstari wa 11 anasema, "Ndivyo litakavyokuwa neno langu litokalo katika kinywa changu, halitanirudia bure, bali litatimiliza mapenzi yangu." So neno la Mungu limebeba mapenzi makamilifu ya nani? Ya Mungu. Kama hujanielewa naomba nikuongezea andiko lingine. Zaburi 40 mstari wa 7 mpaka wa 8. Zaburi 40 mstari wa 7 mpaka wa 8. Mstari wa 7 anasema, "Ndipo niliposema, tazama nimekuja," in the bracket, "katika gombo la chuo nimeandikiwa." Remember, tunaposema gombo la chuo, kama tungekuwa tunatumia lugha ya sasa hivi tungesema Biblia, kwa sababu gombo la chuo tunachozungumzia hapa maana yake walikuwa wanazungumzia kitabu cha Zaburi, kitabu cha Isaya, kitabu cha Yeremia, ndio tulikuwa tunaita magombo. Sasa anasema katika gombo la chuo nimeandikiwa. Alafu mstari wa 8 anasema kuyafanya mapenzi yako. Kwa mapenzi ya Mungu makamilifu yako kwenye neno lake. Chochote unachoomba contrary to the word of God hakijibiwi. Hata ulie ujikatekate hakijibiwi. Na ndio maana one of the greatest secret of answered prayer, lazima ujiulize neno la Mungu linasemaje kwa hili jambo. Alafu from the scripture revelation anza kutengeneza maombi yako. Ndio maana watu wote wenye matokeo makubwa ya maombi kabla ya kwanza kuomba wanajiuliza Mungu anasemaje kwa habari ya hili jambo. Wakitokea kwenye Mungu anasemaje ndio wanachomoka. Mimi sina kazi. Unadhani Mungu atajibu kwa sababu eti unasema nateseka baba, mimi sina kazi, moyo unaniuma. Baba nipatie kazi. Kama machozi yangekuwa na move Mungu, ilani kusingekuwa na vita sasa hivi watu wanakufa.
hajanisikia. Watu wanakufa brother. Si ni kweli? Kwani ni siri hiyo? Kwa nini Mungu haingili kati? Nishaikuwa na maswali mazito sana, nikasema unajua hata watu atheist ya watu ambao waabudu Mungu. Unajua wakati mwingine unaweza kuwalaumu, lakini watu wengi waabudu shetani au wasiomwabudu Mungu, wasiotambua uwepo wa Mungu, mara nyingi kuna kuaga na matokeo ya vitu fulani fulani. Wengine ni matokeo ya maumivu na trauma nyingi, lakini wengine ni matokeo ya maswali mengi ambayo hawana majibu nayo. Kama Mungu yupo, inawezekanaje Israeli mnaosema taifa la Mungu likaua watu? Alafu nakuta kuna mlokole anashangaa sema, wow, Israeli napigana na Mungu. Mungu ni Mungu. Mungu anaua watu. Unasikia mlokole, I stand with Israel. Amjisikia? Unastand na Israeli ambaye anaua watu. Watu yes mnaogopa, yani nyie mnaishi kujiuliza maswali ni kama unaona Mungu atanipiga. Mungu, God is not afraid of your question. In fact, God need a lot of questions. Mungu sio muongeaji, ila Mungu ni mjibuji wa kila swali unaouliza. Mungu, sauti ya Mungu. Mungu ongea. Usikie mtu anasema mimi nimemsikia Mungu anasema hivi. Usikie muongo, tapeli. God is not talkative, ila Mungu anajibu kila swali unaomuuliza. Anaweza sikujibu muda huo, ila anakuhakikishia kila swali utakaomuuliza atakujibu. Mungu haogopi swali lako. Yaani hata kusema mimi Mungu, mbona kama siamini kama upo? Niprove. Yaani hivyo, yaani sasa mimi kama sikuamini, yaani na mashaka. Nina mashaka. Sio sina mashaka, nina mashaka na wewe. Mungu anakuprove. Msumbui. Kwa sababu kuna watu hapa mmeokoka lakini una uhakika umeokoka wewe? Nilikuwa nachaje watu wanangu nikasema una uhakika umeokoka wewe? Wewe una uhakika? Ndio nimeokoka. Tupe proof. Kwa sababu unajua nini maana kuokoka? Unajua ukisema umeokoka unajua unachosema. Kuokoka sio kuja hapa kuongoza saa toba, huku sio kuokoka. Huu ni utaratibu tu. Umewekwa kuwasaidia watu wasiojua maana ya kuokoka, kwa sababu walikuwa wanahubiriwa na watu ambao hawajui chochote, kwa tunawaelekeza. Lakini kuokoka ni pale roho yako itakapo capture revelation ya kwamba Yesu aliwahi kuja duniani, akatembea kama mwanadamu, akapigwa, akafa, akaenda chini, akafa, afu akafuka siku ya tatu. Yuko mbinguni. Ukiamini hivyo umeokoka. Twende taratibu. Yesu alikufa lini? Miaka mingapi? Zaidi ya 2000 iliyopita. Una uhakika kweli alikufa? Tunapigwa propaganda. Nyinyi mnaonaje? Una uhakika alikufa? Okay, tuseme alikufa. Una uhakika alifufuka? Wewe uliwahi sikia wapi mtu amezikwa akafuka? Wewe uliwahi sikia wapi wewe? Uliwahi sikia wapi? Mbona mnanishangaa? Wengi hapa mmeshika wokovu kwa sababu hamjai challenge. Hawajaa challenge nyie. Ndio maana unahisi una imani. Ila akija mtu akakupa fact. Ila kweli jamani. Kwa sababu unaenda kwa wajuzi wenyewe ambao ndio kuna kaburi la Yesu hawajaokoka. Waliokuletea dini hawaiamini hiyo dini. Kwani dunia iliyooza iko wapi? Iko Afrika? Hapana, dunia kuna mahali imeoza na ndio ambako Ukristo ulitokea. Mnakosema kina Semosi, mahali popote ambapo unajua kulikuwa na uamsho wa kutisha, kuna maeneo mengine zile sasa hivi hakuna Ukristo. Kama kweli wokovu ni halisi, kwa nini wao hawataki? Unaona shavuruga tayari hapa. Shavuruga, yani ameshaanza ila kama kweli neno la Mungu limesema msizini. Aliyekwambia hili neno la Mungu nani? Kwa sababu hata aliyetengeneza, aliyechapisha hiki kitabu hajaokoka. Hajaokoka. Na wengine wako kwenye wanachapisha ni mashoga. Tayari shavuruga wana. Unatuaminishe kama Biblia ni neno la Mungu. Sio, umenielewa? Mbona mnaniangalia vibaya? Au nimekengeuka? Kwa unagundua watu wana imani kwa sababu hawajawahi kuwa challenged. Jesus my God. Watu wana maswali. Mungu yupo. Mtu anasema Mungu hayupo. Mungu si nini? Unamwona mtu si Yesu alikuja akusamee dhambi zako, anamuuliza swali la msingi. Aliyeleta hizo dhambi ni nani? Hizo dhambi ambazo unasema Yesu alisamee, aliyezileta ni nani? Utasema nani? Ndio. Kwa nini alimwacha? Asingemuua?
vuruga. Umegundua mjai kuwa challenge. Umeshaona kwamba umeshikilia imani kwa sababu ila ukweli maswali yote hayo yana majibu. Yote yana majibu. Ila ni yana majibu kwa mtu ambaye anamuuliza Mungu. Umeona kama hivi? Yaani ukimuuliza Mungu, bwana mimi jambo sielewi. Hebu niambie. Mungu anakujibu ila Mungu aongee, anataka uulize nini? Maswali. Hallelujah. Let's go back to our business. Kwa mapenzi ya Mungu makamilifu ni nini? Neno la Mungu. So unapotaka kuombea kitu, kabla hujaanza kuombea, unataka kazi, usikimbilie baba nipe kazi. Kaa vizuri na neno la Mungu. Mungu linasemaje kwa habari ya kazi? Wenye haki watakula matunda ya mikono yao, na kila alitendalo litafanikiwa. Do you get what I'm saying? Labda Ibrahim alikuwa ni mtu ambaye alikuwa ni tajiri sana katika mifugo, katika nini, alikuwa na kazi yake anafanya. So Mungu anahitaji kazi, lakini pia labda natamani niwe na kitu cha kutoa kanisa, natamani ni support huduma yako, natamani nifanye kazi za Mungu, nipatie kazi kwa sababu ya hivi. Sio sasa baba nipatie tu kazi kwa sababu nimekaa miaka miwili mtaani. Upati kazi kwa sababu unachoomba hakina uzito wa neno la Mungu. Tumeelewana? Do you get what I'm saying? Yes. So chochote ambacho unataka kuomba, ukitaka kuomba sana mapenzi ya Mungu, lazima uombe kutokea kwenye ufunuo wa neno la Mungu. Kwa ukiomba chochote kutokea kwenye ufunuo wa neno la Mungu, Mungu anajibu. Hallelujah. Jambo lingine, na ndio itakuwa somo langu la leo, nataka niwalete hapa. Unapaswa kuomba kutokea kwenye unabii uliotamkwa juu yako. Unaweza kuwa unabii kutokea kwenye Biblia au unabii kutokea kwa nabii. Ukiomba unabii, umeomba mapenzi ya Mungu makamilifu. Hello? Mmeanza kusema? Ukiomba unabii, umeomba mapenzi ya Mungu nini? Makamilifu. Yoeli 2 itakuwa siku za mwisho, au kwa maana Mika 4:1, Isaya 2:2, itakuwa siku za mwisho, mlima wa nyumba ya Bwana utainuliwa juu ya vilima na milima, utawekwa imara na mataifa makundi watauendea. Nikija nikaanza kuomba, Baba katika jina la Yesu, tuzidishe, tuongeze makundi kutoka kila mahali waje, najibiwa kwa sababu ninachokiomba ni unabii wa siku za mwisho. Hello. Isaya 58:12, utainua misingi ya vizazi vingi. Baba katika jina la Yesu, nitengeneze kuwa mtu ambaye atainua watu wakuu watakaoinua misingi ya vizazi vingi. Ninaomba unabii, prophecy. Mimi ni mtumishi wa Mungu, labda amekuja amekwambia Mungu utakuwa tajiri sana. Usishie kusema tu ame, brother, yageuze kuwa maombi. Mtaka niwaambie kila kitu. Baba akiniambia mwanangu utaenda hivi, mimi akishamaliza kuongea nasema ame, akimaliza nageuza, naanza kutamka alichokisema baba. Baba amesema Mbeya mtanisikia. Mbeya umesikia? Unisikie. Watu watakuja kutoka kila mahali. Mmesikia nyewe watu huko? Mje. Kwa nini? Kwa sababu najua ninachoomba ni mapenzi ya Mungu makamilifu. Why? Kwa sababu hicho kilichoongelewa kimetoka kutoka kwenye kinywa cha nabii wa Bwana ambaye yuko juu yangu. Kanashokyo, kila unabii unaokuja juu yako umeita vita vipya ili kusababisha huo unabii uwe halisi. Yaani watu wengi wadhani wakiambiwa unabii, wow, Tanzania itanisikia. Niko pale.